Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu lipitalo majina yote. Kwa majina ninaitwa Askofu Dr. Juliana Sweke, ni askofu wa makanisa ya Church of Hope Community Church Tanzania. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo ambaye ametupa nafasi ya kutafakari neno la Mungu kwa ufupi. Kabla hatujaendelea tuombe. Baba, tunakushukuru maana umetupa nafasi na kibali tena muda huu tutafakari neno lako kwa ufupi. Karibu Roho Mtakatifu utuhudumie, ukanene sawa sana mapenzi yako. Neno hili likawe msaada kwangu na kila anayelisikia. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Basi somo letu linatoka kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ile ya 6 mstari wa 12 na 13. Nitasoma katika jina la Yesu. Na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake, usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi. Naye ataipanga sadaka ya kuteketeza juu yake, naye ataiteketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima, usizimike. Tunaona neno la Mungu linatukumbusha kwa habari ya kutunza moto wa madhabahu usizimike. Madhabahu ni mahali ambapo Mungu anakutana na watu wake. Katika Agano la Kale, madhabahu ilikuwa inatengenezwa, ni mahali ambapo watu wanakwenda kuabudu kama tunavyoabudu leo makanisani. Na wakati huo kwenye madhabahu kulikuwa na mahali ambapo panatumika kwa ajili ya kuteketeza dhabihu. Ibada zote zilikuwa zinafanyika zikiambatana na dhabihu za kuteketezwa, ng'ombe, ndama, kondoo na kadhalika. Kwa hiyo kabla ya ibada na katika ibada kulikuwa na kuteketeza dhabihu kwenye madhabahu. Kwa hiyo moto ulitakiwa utunzwe ili wakati wote ibada ifanyike. Wakati wote ukihitajika kufanyika ibada, moto uwepo unawaka. Kwa haukupaswa kuzimika kwenye madhabahu. Na Mungu anasema kuhani atachochea kuni kila siku asubuhi na atahakikisha moto hauzimi usiku na mchana. Kwa leo hatuteketezi tena dhabihu za kuchoma moto, ng'ombe, kondoo, mbuzi. Leo hii baada ya damu ya Yesu kumwagika msalabani, mwana kondoo alichinjwa, Yesu ambaye ni mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo hatuhitaji tena kutoa dhabihu, ilishatolewa. Kwa hiyo sasa hivi Yesu yuko ndani yetu. Tunapookoka, Yesu anaingia ndani yetu, anakaa ndani yetu, anaishi pamoja na sisi. Kwa hiyo sasa tunakutana naye, sio kwa baadhi ya siku, bali muda wote tuko naye. Muda wote anaishi ndani yetu na anatenda kazi muda wote, na mawasiliano ni muda wote. Kwa hiyo sasa tunapoangalia kwamba madhabahu ya sasa ni mioyo yetu, na moto wa madhabahu ina maana ni hali yetu ya kiroho ambayo inaonekana katika ile hamu yetu ya kuwa na Mungu, hamu yetu ya ibada, hamu yetu ya maombi. Ile uhai wetu wa kiroho unatakiwa tuwe hai ili tuweze kuwa na uhusiano mzuri na Mungu ambaye yuko pamoja na sisi. Lazima moto uwake, lazima kusizimike, lazima nguvu ya Roho Mtakatifu iendelee kuwepo ndani yetu, ndani ya mioyo yetu. Unaweza kauliza, je, huu moto unatunzwa namna gani? Mbona hakuna kuni za kuchochea? Kuni zipo ambazo ni kama ifuatavyo. Kwanza ni ile kiu na hamu ya kuona nguvu za Mungu, kuona uwepo wa Mungu, kuhisi uwepo wa Mungu. Kwa lazima kila wakati tutamani kila wakati kuhisi uwepo wa Mungu, kuona. Unajua kuna wakati kabisa unasikia kwamba kweli Mungu yuko pamoja na mimi. Kuna nguvu ambayo
iko ndani. Kwa hiyo unapoendelea kuchochea, kutamani, kadri unavyotamani, neno la Mungu linasema aliye na kiu aje kwangu anywe. Ukiwa na kiu, ukitamani, Roho Mtakatifu ataendelea kukutia nguvu na utaona mpenyo wa kiroho. Lakini pia njia nyingine ni maombi. Maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Kwa hiyo maombi hayatakiwi kukatika. Chochea maombi kila wakati, kila siku, kila mahali. Maombi, unapoomba Mungu anasikia. Na kama ambavyo tumeona kwamba moto lazima uchochewe na kuni. Kuni za kuchochea ni maombi. Tunatakiwa kuomba kila wakati, kila saa. Popote ulipo unaweza kuomba. Uwe njiani unatembea, omba, wasiliana na Mungu. Mweleze haja zako, mweleze mahitaji yako. Zungumza vile unavyojisikia. Jieleze kwa Mungu kama baba yako. Lakini omba kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Kila wakati tunapaswa kuendelea kuomba. Kwa namna hiyo tunachochea moto wa madhabahu ili usizimike ndani yetu. Namna nyingine ni kupitia neno la Mungu. Tunaposoma neno, tunapolitafakari, tunapoliishi, neno la Mungu linatupa nguvu. Linachochea ile nguvu, linachochea ule moto uendelee, usizimike. Kwa hiyo neno la Mungu linapaswa liwe kwa wingi ndani yetu. Tulisome kila siku na hata kila wakati. Neno la Mungu, Kolosai 3:16, neno la Mungu linasema, neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Kwa hiyo linatakiwa likae ndani yetu, lisipungue katika jina la Yesu. Njia nyingine ya kutunza moto wa madhabahu usizimike ni kupitia kufunga na kuomba. Unapofunga na kumtafuta Mungu, unatafuta uso wa Mungu, unakuwa karibu zaidi na mawasiliano yanakuwa mazuri zaidi na Mungu. Kwa hiyo uwe tayari kufunga, kuacha chakula, kuacha vitu unavyovipenda kwa ajili ya kujitoa dhabihu kwa ajili ya Mungu. Unapofanya hivyo, unachochea moto usizimike ndani yako. Lakini njia nyingine ni kupitia kusifu na kuabudu. Hakikisha sifa ndani ya moyo wako haikatiki. Hakikisha unamwabudu Mungu kwa nyimbo, kwa maneno yako. Unaweza kuwa unasikiliza pia nyimbo. Hakikisha muda wote umezungukwa na uwepo wa Mungu kupitia hata nyimbo za kusifu na kuabudu. Na njia nyingine ya kutunza moto ni kupitia ibada. Fanya ibada mwenyewe nyumbani kwako, peke yako unaweza ukafanya ibada, na familia yako mnaweza kufanya ibada. Kabla mjalala mnafanya ibada, pengine asubuhi mnafanya ibada. Mnapofanya hivyo, mnachochea moto wa madhabahu usizimike. Mungu anaendelea kujidhihirisha, Mungu anaendelea kuonekana. Kwa hiyo unajikuta kwamba muda wote uko kwenye uwepo wa Mungu na unaona uzuri wa Mungu. Daudi akasema, nikae nyumbani mwako ni utazame uzuri wako. Unaweza ukauona uzuri wa Mungu hata ukiwa peke yako unafanya ibada na familia yako. Lakini kwenye ibada ya kanisani, hakikisha unafika. Usiwe mtu mwenye visingizio. Mahali ambapo tunakusanyika kwenye ibada, Mungu anahudumia kusanyiko lake, Mungu anatenda kazi. Kwa hiyo moto wa madhabahu ibada, shirikiana na wenzako kumwabudu Mungu pamoja, kusikia neno la Mungu, kutiwa moyo. Kwa hiyo hakikisha kwamba unachochea. Lakini hata utoaji, unapomtolea Mungu kwenye ibada, walikuwa wanateketeza mifugo, sasa hizi sio mifugo, unatoa fedha zako. Kadiri unavyo connect na Mungu kupitia hata matoleo yako, kupitia fedha zako, unachochea moto wa madhabahu usizimike. Kwa hiyo mpendwa wangu, naomba nikutie tu moyo kwamba jitahidi, hakikisha kutunza moto wa madhabahu usizimike. Hakuna mwingine anayewajibika, unawajibika wewe mwenyewe, ninawajibika mimi mwenyewe. Na Roho Mtakatifu ametukumbusha siku ya leo. Basi naomba kila mmoja jitahidi
Ukiyafanya haya na mengine, Roho Mungu atakaendelea kukufunulia. Hakika moto hautazima, utauona uzuri wa Mungu, utaona uaminifu wa Mungu, utaona baraka za Mungu. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunisikiliza. Kama una swali au na jambo lolote unapenda tuombe pamoja, unaweza ukapiga simu namba 0755 500 736, 0755 500 736. Nitapokea simu yako na nitakusikiliza na nitaomba na wewe kama utahitaji maombi, lakini nikukaribishe pia kanisani kwetu. Karibu sana na Mungu akubariki. Asante.